Presentation yangu sio ndefu sana, imejikita kwenye jinsi gani ya kupanua wigo wa kodi kwa taifa letu pendwa la Tanzania. Kwa hiyo tutajitahidi kuwa brief kadri iwezekanavyo. La kwanza nafikiri muhimu kuelewa taasisi yetu ni nini na ni wapi tunapigana tuanzie, na sitapenda kurudia, lakini kikubwa aliyotangulia kusema kuzungumza vizuri. Ni muhimu sana walipa kodi waweza kuweka uwiano kati ya wanachokilipa na vile wanavyoona vinatumika, kwa sababu wote tunafahamu kwamba lengo kubwa la kodi ni kwa ajili ya kufanya public expenditure. Kwa hiyo ni muhimu mkubwa kwa kuhakikisha kwamba walipa kodi wanaweza kuona uwiano. Kuna mambo kadhaa ambayo yamefanyika ambayo yalikuwa kuboresha, hususan kwenda kuweka nguvu kwenye kupanua wigo, na baadhi yameshazungumzwa na sitarudia, lakini hii filing kwa ajili ya kodi zetu, corporate tax, employment tax, filing na VAT returns ndio kufanyika, lakini bado tunahitaji maboresho kabisa njendo ili kuweza kuweka ufanisi na kuwavuta watu wengi kwenye compliance. Natamani kwamba compliance ni kitu rahisi, mtu anaweza kufanya kwenye comfort ya simu yake ikiwezekana. Lakini pia tupongeze kwa ajili ya agency notice. Tumezungumza sana kuhusiana na informal sector kwa kubwa. Watu wengi wanaogopa sana kwa formalized kabisa. Ili lazima nikwambie, watu wengi wanaogopa tunaongea nao ni waoga kutokana na jinsi wanaona wale kwenye formal wanachopitia. Kwa hiyo tunatamani vitu kama agency notice viendelee kwa ni vigumu kuvitoa, na tunashukuru vinatokea sasa hivi kwa utashi wako, lakini tunatamani sana viwe kwenye sheria ili kuwapa watu comfort na confidence ya kuweza kuvutiwa kuingia kwenye swala la formality. Kuweka Tanzania katika mataifa ambayo ni magumu sana kwenye swala la kuelewa mfumo mzima wa kodi. Kwa hiyo tunapozungumzia ku-expand tax katika uchumi ambao watu wengi ni informal, wakati tuna complex taxation structure, inakuwa ni vigumu mno. Kwa hiyo tunatamani kwamba simplification iwe ni kitu ambacho ni kipaumbele kwa mamlaka ili kuweza kuongeza ufanisi katika ulipaji kodi. Lakini kingine ni kwenye emphasis ya indirect taxation. Study nyingi zimeshaonyesha kwamba chumi nyingi ambazo zina informal sector kubwa wanapata zaidi pale wanapoweka nguvu kwenye indirect taxation na sio kwenye direct taxation. Sasa ukiangalia uchumi wetu wa Tanzania, kwa kweli wengi wako kwenye informal. Na umezungumza vizuri, kati ya milioni 91 ambao wanalipa kodi ni milioni 2.1 ambao kwenye mfumo rasmi tunasema. Kwa hiyo game kubwa tunayoiona ni kwamba informality bado itaendelea kuwepo, lakini lazima tuelewe kwamba kuenda kuwatoa kwenye informality kuwapeleka kwenye formal ni safari, it's a journey. Kwa hiyo lazima tuangalie jinsi gani wakati kwenye transition tunafanya kuhakikisha kwamba wigo wetu unaendelea kuongezeka. Kwa hiyo swala moja hapo, Mheshimiwa Kamishna na TRA mamlaka ndogo hapa, ni kuangalia jinsi gani tutafocus zaidi kwenye direct taxation. Pamoja na kwamba tutapata pesa, lakini pia wachumi watafahamu kwamba direct taxation ina discourage to some extent unnecessary expenditure na encourage a lot of saving, ambayo inasaidia kwa disposal kwa income kwa watu wengi ambao wanataka kuinvest kwenye biashara na vitu kama hivyo. Lakini lazima tuwe na long term strategies ili kuwekeza kwenye expansion ya base yetu. Nafikiri kwa sababu tunazungumza mambo mengi sana, lakini ukiangalia strategy nyingi ambazo tumeziona ni very short term, na mara nyingi utashi wa kwenda na long term strategy umekuwa ni mdogo. Kwa kuwa unapozungumzia long term strategies, kuna wakati utahitajika kuforgo revenue au tax kwa muda huu ili uweze kupata baadaye. Na nitazungumzia grafa hapa kuhusiana na swala la mining, lakini oil and gas, ili kuondoa potential. Kuna nguvu nyingi katika kuwekezwa katika kuangalia jinsi gani za kuwaingiza nao kwenye chagia zaidi na mambo kwenye formula. Lakini kuna swala la kuadapt friendly mechanism ya taxation kwenye informal sector. Kwa kweli kama nilivyosema, ni safari. Informal sector hatutaweza kuibadilisha leo au kesho, tutakuwa nayo kwa miaka mingi ijayo. Sasa hivi tunazungumzia fourth industrial revolution, ni kipindi
kipindi ambacho tunazungumzia robotics, 3D printing, the internet of things. Kwa hiyo lazima mamlaka nayo ikite katika kuwekeza kwenye digital economy, na hili ni msingi sana. Lakini kingine ni data analytics. Tumekuwa na changamoto sana kwenye swala la kuestablish turnover, lakini hata na gharama nyinginezo kwa watu wengi waliowekeza. Kwa hiyo nafikiri TRA ni muhimu sana kuwekeza kwenye data analytics. Unapokuwa na reliable data, unakuwa pia na kigezo. Nafikiri kwamba kuna tija zaidi ya kuongeza hicho kiwango kutoka hata milioni 200 kwenda milioni 500. Na tunasema kwa sababu moja kabisa. Kwanza, tutaongeza walipa kodi wengi kwa kwanza, lakini pia kwa sababu watu wataendelea kulipa na wale wanaotakiwa kudai watakuwa wachache. Kwa nini? Kwa sababu wengi watakuwa hawajawa rejista kwenye VAT. Kwa hiyo tunafikiri kuna tija kubwa ya kuongeza threshold ya VAT kutoka milioni 200 hadi milioni 500, na hili liko ndani ya uwezo wenu. Kabla tunaenda kufanya mpya, na mimi swala ambalo tunaweza tukajadili kwa kina na kuwapa takwimu kwa kufanya uamuzi huo. Lingine tunafikiri kuna swala la regional tax incentives. Nimesema kwamba kama taifa lazima tuangalie ni vitu gani sisi tumejaliwa kama taifa, lakini pia kama mikoa. Sasa hivi biashara nyingi na watu wengi wakubwa wapo mji wa Dar es Salaam, lakini kuna mikoa ambayo ingeweza kuwa pia ni vitovu wa biashara kutokana na maeneo yao na rasilimali walizokuwa nazo. Kwa hiyo tunafikiri tutafute mbinu ya kuwa na regional incentives ambazo zitawavutia watu kwenda kwenye mikoa ambayo ina rasilimali husika ambayo inaweza kuwa ni zao na kupanua wigo wa kodi. Na hili inafikana msiweze kulifanya mwenyewe, lakini kwa kushirikiana na wizara nyingine na taasisi za serikali. Kwa mfano, Dodoma tuna dhabibu nyingi, lakini tuna vivutio gani ya kuweza kuwekeza Dodoma kwenye viwanda vya wine? Ukienda kwenye maduka mengi sasa hivi, wine nzuri zote unazozikuta pamoja na Dodoma wine, lakini nyingi zinatoka nje. Pamoja na kwamba zabibu zetu zinaonekana ni nzuri, ni bora wa juu, lakini tunaweza kufutia viwanda vizuri ambavyo vinaweza kufanya sababu na kupita kwenye masoko ya nje. Kwa hiyo nafikiri kwa muktadha huo ni muhimu kuangalia tunaweza tukatoa vivutio gani kwenye baadhi ya mikoa ambayo tunafikiri inaweza kuwa ni vivutio na pia kuongezea wigo wa kodi. Hii ni moja wapo ya spika ambayo imeitoa kwenye andiko la Wellbeck, na wanasema kwamba Tanzania tax system is excessively complicated and not adapted to the reality of low income economy. Pamoja na kwamba ni 2013 barometer, lakini mpaka leo hii ipo relevant. Kwa watu wanasema kwamba the 2013 barometer found that 2% of respondents in Tanzania find it difficult to know which taxes and fees they are supposed to pay. Tumezungumza kuhusu na mtu akawa analipa kodi chache na compliance cost pay ikawa ndogo, lakini ikawa ni rahisi na focus kwenye vitu vingine. Kwa sababu kwa biashara kubwa sasa hivi utakuta almost 50 mpaka 60 ya muda wake anatumia kwenye swala la compliance, ambacho ni gharama na hakina tija. Improving revenue through balanced taxation, nafikiri mimi nimeshazungumza hapo, lakini kikubwa kwenye slide hii ni ambacho tumeshazungumza Commissioner General kwenye swala la VAT contribution kwenye to the GDP ratio, na bado ni dogo, na kikubwa nafikiri tuangalie jinsi gani na mojawapo ni hiyo ya raise threshold ili kuweza kuleta watu wengi sana kwenye wigo. Lingine ni direct tax, na kwanza nimezungumzia, lakini la pili ni kwenye mambo ya mafuta. Na historia inaonyesha kabisa kwamba tunapoteza thamani halisi ya makusanyo ya kodi kwenye mafuta kutokana na inflation na pia depreciation ya shilingi yetu. Tuna takwimu ambazo tunaweza tukakupa baadaye, lakini tunafikiri kwamba ni muhimu sana kureview bei na zile kodi za mafuta, especially exercise, ikiwezekana kila kuona, kwa sababu ukiangalia jinsi gani inflation inapoongezeka na shilingi inaposlide, ile cost per barrel ukija kuangalia na excess duty, kwamba serikali inapata kiwango kikubwa sana. Ni jambo ambalo usione kwa haraka, lakini ukiweza kufanya simulation
tutaona kwamba tunapoteza hela nyingi. Kwenye exercise nyingine tulikuwa tunazungumza kwamba tunatakana kwa kwenye telecom, tunapozungumzia digitalization na cashless economy, lazima tuangalie pia jinsi gani ya kupunguza gharama ya internet kwa watumiaji walio wengi. Kwa hiyo tuangalie kama tunaweza tukapunguza gharama, tukavutia watu wengi kuwa na gadgets, lakini baadaye tukaongeza wingu kupitia efficiency tunayopata. Kwa hiyo hilo ni msingi. Lakini nyingine ambalo watu wamezungumzia wenzangu ni swala la VAT, na sisi tunafikiri kwamba hakuna muhimu sana kupunguza rate kwa sasa hivi, kwa sababu trend iliyoko sasa hivi ni kama tunaona. Nafikiri kikubwa ni ku-rationalize na kuongeza ufanisi kwenye eneo hilo ili kuweza kupata zaidi. Kwenye swala la expand revenue sources, tumezungumza kuhusu aggregate na ndio uti wetu wa mgongo, lakini contribution yake ilikuwa ni ndogo. Hapa tunafikiri kwamba una umuhimu sana wa TRA kushirikiana na taasisi nyingine na wizara kwenye swala la value addition. Tulikuwa tunajadiliana na mkaporosho mmoja ambaye ni member wetu, akawa anatuambia jinsi gani ni ngumu kusafirisha korosho iliyokuwa imefanya ambayo imeongezwa bali, ambayo iko finished kabisa, ambayo sio raw. Kwa nini? Kwa sababu kuna cartels kubwa sana nje ambazo utakapoanza korosho yako utauza. Sasa tunahitaji intervention, Fair Trade Commission, serikali kuweza kuingia kati kuwalinda wafanyabiashara wa Tanzania ili kuweza kuwasaidia kuweza kucompete vizuri katika fair ground. Swala la corruption pia limeshazungumziwa, lakini kingine ambacho nafikiri cha muhimu kulizungumzia kwenye eneo hili na kumalizia ni kwenye swala la sekta ya mining na oil and gas. Na hii ni kwenye sisi mwisho hapo kwenye swala la change control na kitu kingine. Sisi kama taifa tumebarikiwa sana kwa madini. Nafikiri wengi tunafahamu sasa hivi bei ya dhahabu imefika hadi dola 3,500 kwa ounce, bei ambayo haijafikia. Lakini tukiangalia tuna Taiwan mines ngapi? Taiwan mining ndio tunaweza kuzalisha wakia zaidi ya 90, hususan labda tunao miwili tu, lakini mali zilizokuwa nazo na tulikuwa nazo zaweza kuchimbwa ni nyingi. Sasa swali ni kwamba kwa nini tunashindwa kufutia makampuni mengine makubwa duniani? Kwa sababu walioko hapa sasa hivi sio wakubwa duniani. Kwa nini tunashindwa kufutia? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kisheria tunataka tuziangalie, na baadhi yao ni kama mojawapo ndio andika pale change control ambayo ni section 56. Hii ni muhimu sana kuangalia katika muktadha wa kuongeza uwekezaji kwenye sekta ya mining, lakini pia na oil and gas ambayo itasaidia kuongeza wigo, lakini pia na ile real contribution kwenye kutoka sekta ya mining. Kingine nafikiri ni ambayo nimeshazungumza sana, swala la cost of employment Tanzania bado inaonekana liko juu ukilinganisha Tanzania na nchi jirani, kwa mfano Uganda, Kenya, Rwanda. Cost of employment bado iko juu sana, na kinachofanya kiwe juu hususan ni kama viwili. La kwanza ni STL, lakini pia ni social contributions ziko juu sana ukilinganisha na nchi za wenzetu, na hili limepelekea sana ulipaji wa kodi kwenye eneo hili. Lazima niseme hilo kwa kuwa inafanya payroll cost kuwa kubwa. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri kuangalia tena majirani zetu wanafanya nini, wakati na sisi tunaongeza tija kwa waajiri waweze kuajiri vijana wetu wengi ambao wanaingia sokoni kutoka kwenye tunaomba nishia, maana naona muda wangu umeisha, nisije nikachukua muda mrefu sana. Asante.